niwapongezeni sana Mheshimiwa madiwani, lakini niwapongeze pia wataalamu, mkurugenzi pamoja na wataalamu wako, niwapongeze sana. Yako mambo ambayo tumejadili, mengine ni maelekezo, mengine tunatakiwa tukayafanyie kazi kwa kadri ya uwezo wetu ambao Mwenyezi Mungu ametujalia. Lakini yale ambayo tumepewa na mwakilishi kutoka kwa mkuu wa mkoa tumeyachukua na tutayafanyia kazi. Lakini yako ambayo tumepewa na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi nayo pia tumeyachukua tukayafanyia kazi. Tunawahakikishia halmashauri ya mji wa Kondoa tumejipanga vizuri katika ukusanyaji wa mapato kwenye kila chanzo cha mapato na makadirio yake, lakini pia tumeanzisha vyanzo vingine vya mapato kama hivyo ambavyo ni vya upimaji wa maeneo ya viwanja na kadhalika. Ndugu zangu waheshimiwa madiwani, niwaombe sana kwenye maeneo yetu tuhakikishe tunasimamia mapato ya kutosha. Nimpongeze sana Mheshimiwa diwani wa Kolo kwa yale ambayo anayafanya kule Kolo. Anapoona kuna uzembe katika sehemu, basi ni mwepesi wa kutoa taarifa, na juzi hapa tumekamata watu ambao wanakwepa mapato, tumeagiza na hiyo mimi kama mwenyekiti nitaifuatilia. Gari lililokuwa linasomba mchanga muda ambao sio muda wa kazi, na muda wa kazi wa usombaji wa mchanga ni mwisho saa 10 jioni ambao ni muda wa kazi, lakini pia hilo gari tumesema lipigwe faini, lakini pia yule anayepelekewa mchanga naye apigwe faini kwa sababu anachukua mchanga halipii, yule anafanya kazi nje ya muda, na hilo nitahakikisha mimi nimelifuatilia. Na sitakuwa na huruma na mtu yoyote amekamatwa ndani ya halmashauri ya mji. Maana wako watu wanakamatwa alafu wanasema nitakwenda kwa mwenyekiti. Mimi sitampokea mtu ambaye amekiuka utaratibu kwa swala la mapato. Aliyekiuka utaratibu, tunazo faini za kisheria, atapigwa faini. Lakini yeyote yule anayeanzisha biashara yoyote lazima alipe ushuru kama vile ambavyo amepangiwa. Tuhakikishie tu tumejipanga vizuri, tunatambua mapato haya ndio yanayoendesha halmashauri hii, lakini ndio yanaendesha vikao hivi. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani, tusipokusanya mapato hata vikao havitafanyika, tabasamu hatutakuwa nalo. Kwa hiyo niwaombe sana tukasimame kidete, na hasa ukizingatia huu msimu ni msimu wa mazao. Yako mazao ya stakabadhi ghalani yatakwenda kwenye ghala, lakini wapo wanaofusha mazao kutoka maeneo moja kwenda eneo nyingine. Tuwe makini sana kwenye maeneo yetu katika kuwasimamia. Ipo mifugo inayotoroshwa. Mheshimiwa madiwani, kwenye maeneo yetu tushakubaliana kila mfugo unaopelekwa mnadani lazima ulipiwe ushuru wa kwenda mnadani. Watendaji wa kata mkasimamie hilo, na kama hamjalipatia taarifa, sasa mimi nawapa taarifa. Mfugo wote unaokwenda mnadani lazima upate kibali kutoka kwenye mtaa husika ambapo mfugo unatoka, na hiyo itakuwa ni sehemu ya mapato ya halmashauri. Na mifugo ile kule mnadani lazima mifugo yote ikatiwe vibali vya kisheria ili tuweze kuongeza mapato. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana kwa michango mizuri, kwa hoja nzuri, lakini pia kwa ushauri ambao umeutoa katika halmashauri. Nasi pia tumeupokea, tutaufanyia kazi na matokeo mtayaona. Baada ya kusema hayo, naomba niseme kikao chetu nimekifunga. Asanteni kwa kunisikiliza.